Mchezaji wa kimataifa kutoka Senegal, Libase Geye, ambaye alisajiliwa na wekundu wa Msimbazi Simba wakati wa usajili wa dirisha dogo, aliendelea kuanza vyema maisha yake katika ligi kuu Tanzania bara baada ya kuwa mchezaji bora wa mchezo, akifunga bao moja na pia akipiga shuti ambalo golikipa Fabian Mutombora wa KMC alilicheza, na mpira uliorejea baada ya yeye kucheza ukawekwa wavuni na Selemani Mwalimu, na hivyo kuiwezesha Simba kupata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya wenyeji wa mchezo huo KMC kwenye uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam, na hivyo kuifanya Simba iongeze pointi zake kutoka 16. Sasa Simba imefikisha pointi 19 na kupanda hadi katika nafasi ya 6 ikiwa imecheza mechi 8. Lakini Simba ushindi wake leo hii wa mabao 2-0 kutokana na mabao hayo ya Libase Geye aliyefunga bao la pili kwa shuti zuri na bao la utangulizi lililowekwa wavuni na Selemani Mwalimu. Simba sasa wamefikisha mabao 16 huku yenyewe ikiwa imeruhusu mabao 4 na kuwa miongoni mwa timu zinazoshika nafasi ya 3 kwa kufunga mabao mengi. Watani zao jadi Yanga ndio wanaongoza kwa kufunga mabao mengi wakiwa na mabao 21 na wao wakiwa wamecheza mechi 8, lakini JKT Tanzania waliocheza mechi 15 ndio wenye wanaofuatia wakiwa wamefunga mabao 17, ili hali Simba na Pamba wakishika nafasi ya 3 kwa kufunga mabao mengi kwa idadi hii ya mabao 16. Lakini pia Simba kitendo chake cha kuwa na clean sheet kwa mara ya pili mfululizo, sasa ni timu inaendelea kuwa ya pili kwa kuwa na ukuta mgumu, kwa sababu zinazoongoza kwa kuruhusu mabao machache kwenye ligi mpaka sasa ni watani za jadi Yanga walioruhusu mabao 2 pamoja na Azam, huku inayofuatia kwa kuwa na ukuta imara ni Simba ambao wameruhusu mabao hayo 4. Leo hii Simba chini ya kocha Steve Becker ilionyesha dhamira ya kupata pointi 3 muhimu katika mchezo huu, kwao ukiwa ni wa raundi ya 8, ilhali kwa KMC ikiwa ni mechi ya 15, wakijua kwamba wanacheza na timu ambayo ipo mkiani mwa msimamo wa ligi kabla hata ya mchezo wa leo, ikiwa KMC inashika nafasi ya 16 kati ya timu 16, ikiwa ndio timu iliyoruhusu mabao mengi zaidi kabla mchezo wa leo, ikiwa imeruhusu mabao 21, lakini ikiwa ndio timu ambayo miongoni mwa zile zilizofunga mabao machache zaidi kwa kuwa ina mabao 5 tu tangu ligi kuu Tanzania bara ianze kwa msimu 25-26. Simba ilionyesha dhamira yake tangu mwanzo wa mchezo, ambapo katika dakika 37 ndipo Selemani Mwalimu akafunga bao la utangulizi kutokana na makosa ya Mudathir Khalid ambaye alichelewa na mpira katika eneo lao la hatari pasi na sababu. Badala ya kufanya usalama kwanza, kwa maana kuosha mpira au kutoa uwe kona, yeye akataka kupiga chenga, akafanywa shinikizo, alipoporwa mpira, mwisho wa siku ndio ukamkuta Libase Geye aliyepata pasi kutoka kwa Anicet Ura kupiga shuti, ndilo ambalo Fabian Mutombora alijaribu kucheza, lakini mpira uliotoka kwake ndipo Selemani Mwalimu akaweka wavuni, ingawa kwenye marejeo ya picha za tukio hilo inaonyesha kana kwamba Selemani Mwalimu alikuwa offside, lakini mwamuzi Ahmed Rajiga na wasaidizi wake hawakuweza kuona. Selemani Mwalimu akatumia nafasi hiyo, Simba ikawa inaongoza kwa bao 1, lakini katika dakika 45 plus 3, yani katika dakika 3 za muda wa nyongeza ili kufidia muda uliopotea kwa sababu mbalimbali, Simba waliokuwa wakicheza kwa kuonana vizuri sana, wakitawala katika kila eneo uwanjani, wakafunga bao lilostahili, bao la pili likifungwa na Libase Geye baada ya migongeano mizuri na Anicet Ura, mchezaji mwingine aliyesajili wakati wa dirisha dogo na wekundu wa Msimbazi Simba, ambaye alitoa pasi nzuri ya kisigino na kisha Libase Geye kwa shuti lake la mguu wa kushoto likaenda kudunda mbele ya golikipa Fabian Mutombora na kumshinda, na hivyo kuiwezesha Simba kupata bao lingine la pili, na hivyo mpaka mapumziko bao la Geye, bao la Selemani Mwalimu, kwa ujumla ikafanya Simba iongozi kwa mabao 2-0. Mwisho wa siku ndio yaliyodumu mpaka mwisho wa mchezo, lakini kufikia mapumziko, ushahidi juu ya namna ambavyo Simba walikuwa wanacheza kwa utawala wa hali ya juu ni kwamba walikuwa kwenye umiliki wa mpira wakiwa juu zaidi, wenyeji KMC wakimiliki kwa 19%, Simba ikiwa na 81% za umiliki. Lakini kwenye kufanya majaribio ya kufunga, hawa KMC walikuwa mpaka mapumziko wamepiga shuti moja tu ambalo halikulenga shabaha, ili hali Simba walikuwa wameshapiga mashuti 12, 5 yakilenga shabaha na kuwa mbele kwa mabao haya 2-0, ambayo mpaka kipindi cha pili pia KMC walirejea wakitekeleza vyema mpango kazi wa mwalimu Mohamed Baresi
kwa kuzuia zaidi. Matokeo yake Simba licha ya kwamba waliendelea kumiliki zaidi mpira, kufika zaidi katika eneo la mwisho, lakini mpaka mwisho wa mchezo bado matokeo yalikuwa ni yale yale ya kipindi cha kwanza, kwamba Simba 2 ilhali wenyeji KMC 0. Lakini KMC baadhi ya nafasi walizipata, ni pamoja na ile ambayo mchezaji wake mmojawapo eneo la ushambuliaji Jami Simba alipata pasi nzuri kutoka kwa Kidawa Suleiman, mchezaji alimsajili katika dirisha dogo akitokea visiwani Zanzibar, akiwa yeye na golikipa Abel akajikuta akimlenga golikipa kwa shuti dhaifu ambalo golikipa alifanya kuokota tu mpira ambao ilikuwa ni nafasi nzuri kwa KMC kuweza kupata bao. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba, mbali na kuwa na mambo mengi chanya kwenye mchezo wa leo, ikiwamo kiwango bora kinachoendelezwa kutoka kwa Anicet Ura, Libase Geye, Cletus Chota Chama, Morris Abraham, Yusuf Kagoma na wengine wote, kabla ya dakika 67 Kagoma kutoka na kuingia Ino Jospin Loemba, lakini pia kutoka Morris Abraham kuingia Semfuko, wote walicheza vyema. Lakini eneo ambalo bila shaka kocha Steve Becker atapaswa kulifanyia kazi ni juu ya namna wanavyopaswa kuwa watulivu katika kutumia nafasi wanazozitengeneza kila mara, hasa katika mchezo wa leo hii ambao pengine wangekuwa na utulivu wangeweza kufunga mabao mengi zaidi. Kwa KMC kazi kubwa kwao kwanza ni juu ya kuhakikisha wanaepuka makosa ya mchezaji mmoja mmoja, maana kwa mfano bao la utangulizi la Simba lilitokana na makosa ya Mudathir Khalid ambaye akiwa kama mlinzi, kanuni kuu ni usalama kwanza. Badala ya kuosha mpira katika kufanya mambo mengi, huku akijua kwamba anacheza na Simba ambaye ina wachezaji hatari katika eneo lake la ushambuliaji, Libase Geye, Selemani Mwalimu, Anicet Ura, Nixon Kibabage, beki wa kushoto wa Simba alikuwa muda wote yuko juu, lakini bado tukio hilo likasababisha watanguliwe. Ni makosa binafsi ya mchezaji mmoja mmoja, lakini kwa ujumla kuruhusu kwao sasa mabao 23 baada ya mechi 15 ndio timu iliyoruhusu mabao mengi zaidi. Maana yake eneo la ulinzi kocha Baresi anapaswa kufanya kazi ya ziada, lakini kwenye ushambuliaji nako nafasi chache walizotengeneza leo hii dhidi ya Simba hawakuzitumia. Matokeo yake wamebaki kuwa ndio timu iliyofunga mabao machache wao na wengine wenye mabao 5, lakini ndio timu iliyoruhusu mabao mengi zaidi, sasa ikiruhusu mabao 23. Lakini rekodi zake katika ligi kuu Tanzania bara tangu ipande KMC kipigo cha mabao 2-0. Maana yake sasa mechi dhidi ya Simba tangu walipopanda, huu ukiwa ni msimu wa 8 kwao, hii ni mechi ya 15 wanakutana na Simba, tayari wameruhusu mabao 34, wao wamefunga mabao 10. Hakika kocha Baresi na vijana wake wana kazi ya kufanya kuhakikisha wanaimarisha matokeo yao, wanaboresha, kwa sababu tayari wameshamaliza mechi 15, mechi nusu za msimu mzima, mechi 30, lakini performance yao kuwa na pointi 8 mpaka sasa baada ya mechi 15, maana yake ufanisi wao ni around 17%. Ni kiwango cha chini cha ufanisi ambacho wakiendelea hivi haitashangaza kuona mwisho wa msimu wakiwa miongoni mwa timu zinazoteremka daraja ama ikijitahidi sana kucheza playoffs. Kwa hiyo kuna mambo ya kufanya. Mwisho wa siku Libase Geye, Anicet Ura, wote performance leo hii kama ilivyokuwa kwa Selemani Mwalimu, ambao wote wawili Libase Geye na Mwalimu ndio waliofunga mabao yaliyoipa Simba ushindi wa mabao 2-0 katika mechi iliyopita ya ligi kuu, na sasa hao wawili ndio waliofunga tena. Ni juu ya kuendeleza kile walichokifanya, kuhakikisha wanaendeleza mapambano taji la ligi kuu Tanzania bara ambalo hawajaligusa kwa misimu 4 mfululizo, likiangukia kwa watani zao wa jadi Yanga. Je, Simba hii kwa mpira aliyoonyesha, ikicheza pasi nyingi, ikifanya mashambulizi mfululizo mwanzo mwisho mpaka dakika 45, ikimiliki mpira kwa 81%, itaendeleza kwa kiasi gani katika mechi 22 zilizobaki za ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kwenye michuano mingine ikiwamo ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Kwenye kikosi chake leo hii kocha Steve Becker alianza na golikipa Hussein Abel, lakini akawa na walinzi wanne ambao ni Shomari Kapombe beki wa kulia captain, beki wa kushoto Nixon Kibabage, wakati katika mabeki wa kati alikuwa na Rushan Derok pamoja na Ismail Olivier Toure, wakati kwenye viungo wakati alikuwa na Morris Abraham na Yusuf Kagoma, huku mbele yao kukiwa na Cletus Chota Chama, upande mmoja akiwepo Libase Geye kwa upande wa kulia,
wakati kushoto akianza Anicet Ura, huku mshambuliaji kinara akiwa ni Selemani Mwalimu. Lakini kati ya wachezaji waliokuja kuingia kipindi cha pili ni pamoja na Semfuko, ni pamoja na Ino Jospin Loemba ambao waliingia baada ya kutolewa kwa Yusuf Kagoma na Morris Abraham, huku wachezaji wengine waliobadilishwa ni pamoja na Nixon Kibabage aliyetoka na kuingia Nabi Kamara. Wakati kwa upande wa wenyeji KMC, golikipa alikuwa ni Fabian Mutombora, walinzi wake wanne walikuwa ni pamoja na Juma Ramadhani Shemvuni, walikuwepo vile vile Mudathir Nasor Khalid, alikuwepo Nicodemus Mwaituka, lakini wengine waliocheza leo hii walikuwa ni pamoja na Eliuta Mpepo katika eneo la ushambuliaji. Katikati alikuwepo Omari Rashid Chibada, wakati viungo wengine walikuwa ni pamoja na Suleimani Juma Kidawa, alikuwepo kiungo wa ushambuliaji Rashid Mohamed Chambo, wakati mabeki wa pembeni mbali na Mwaituka alikuwepo Castle Mwangabo aka Posta. Lakini katika walinzi wa kati alikuwepo pia Juma Ramadhani Shemvuni, wakati kwenye viungo wa ushambuliaji pia alikuwepo Eric Mwijage aliyekuja kutoka katika kipindi cha pili, wakati wakiwapisha akina Ken Ali Mwambungu alikuja kuingia, aliingia vile vile Adam Uledi, lakini Darwesh Saluiboko pia ni miongoni mwa wale waliokuja kuingia katika kipindi cha pili kama ilivyokuwa kwa Oscar Paul.